Mtazamaji, msikilizaji, hujambo na kusalimu. Jina langu ni Samik na kukaribisha kwa mtandao wetu uitwao Samik Mind King. Kipindi cha leo ni cha kushangaza na ni swali. Na swali lenyewe ndilo hili: ni kwa nini unapozeeka muda huonekana kwenda kwa kasi? Kwa nini watu wanapoelekea uzeeni masaa huonekana kwenda kwa kasi? Tazama hili. Binti yangu amekuja kwangu juzi akaniuliza, baba, ni mbona sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu imekawia hivi? Na isitoshe, ni kwa nini sikukuu ya mwaka mpya na ya Krismasi mbona imekawia hivi? Mbona ikachukua muda mrefu hivi? Akaniuliza. Nami nikashangaa. Kwa sababu gani? Ni juzi tu tumefanya sherehe hiyo ya kuzaliwa kwake, na ni juzi tu tumesherehekea mwaka mpya. Nikashangaa sana, kwa sababu mimi vile mambo navyoona ni kwamba ni kama miaka imeenda kasi hadi naona kama miaka imekuwa miezi, nayo miezi naona imekuwa juma likawa ni siku, na siku imekimbia mpaka imekuwa ni kama lisaa. Sasa yeye anaona tofauti, nami naona tofauti nyingine. Sasa swali ni kwa nini mtu anapozeeka, mtu yeyote ambaye amefikisha miaka 30 kwenda juu, mbona huenda muda ukienda kwa kasi, miaka ikienda mbio? Tutakapomalizia video hii utaelewa ni kwa nini. Tazama hii. Hebu tuseme unaishi mjini na unaye rafiki, na leo amekualika kwake, nawe umekubali mwito, umekubali mwaliko, amekuelezea njia vizuri, amekuelezea nyumba, na safari unaianza. Unaenda kwa makini na taratibu, usije ukapotea mjini. Unapita nyumba kadhaa, unapita maduka, vioski, pale kuna shule, umepiga kona moja, pale kuna msikiti, kona nyingine, mviringo mwingine, pale kuna kanisa. Unaendelea ukiangalia vizuri kila kitu. Umeenda na sasa umefika katika mahali watu wanaishi. Mtaa ndio huu, umeuelewa? Basi nyumba ndio hizi, na unatazama kwa makini kwa sababu alikuambia namba ya nyumba yake. Unaenda na kisha unafika kwake, unakaribishwa, na baada ya pilka ni wakati wa kurudi nyumbani. Unarudi na unafika kwako salama. Lakini unapotafakari unaona kwamba ni kwa nini safari ya kwenda kwake yaonekana ni kama ilikuwa fupi, ile hali safari ya kurejea nyumbani ikawa fupi. Nafikiri mnaonisikiza, mnaonitazama, mshaona jambo kama hilo, kwamba safari ya kwenda, iwe ni ya gari iwe ni ya miguu, huonekana refu, huonekana ndefu, lakini ya kurejea nyumbani huonekana fupi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hivi. Ubongo wako ulivyoumbwa ni kwamba hurekodi picha, ni kwamba kila cha maana hurekodiwa. Na sasa ulipokuwa unaenda, ulirekodi nyumba zote uliona, ulirekodi msikiti, kanisa, vioski, watu waliosimama, kona ngapi umepiga pale, mviringo gapi, ulirekodi zote. Ubongo wako ulirekodi zote. Haya, ukirudi, ubongo wako ni mvuvi. Ubongo wako una uvivu sana. Hautarekodi, hautahifadhi picha ambazo ulihifadhi mara ya kwanza. Na ukirudi, pengine ni duka chache tu huku rekodi, huku hifadhi, pengine kitu kidogo sana ambapo si kipya, na umerekodi hiyo.
Sasa unapotafakari zile picha za mwanzo ulihifadhi nyingi sana kwa ubongo, maanake zilikuwa mpya kwako, zilikuwa ni geni kwako, lakini wakati wa kurudi ubongo haukuhifadhi picha za zile. Ulihifadhi pengine moja mbili ambazo mara ya kwanza hukuwa umeziona na hivyo kuhifadhi. Na sasa muda wa ubongo wako ni kwamba hauhesabu masaa, hauhesabu muda kulingana na masaa, huhesabu kadri ya picha ulioweza kuhifadhi ubongoni. Ni kwamba ulihifadhi nyingi sana ukienda, lakini wakati wa kurejea nyumbani umehifadhi chache, na hivyo muda wa kurudi ukaonekana ni mfupi. Tafakari haya. Ulipoanza shule, pengine darasa la kwanza, ukapelekwa shule, mambo yote yalikuwa mageni. Mtoto huyu alipoenda njiani, aliona polisi na mbwa wake, akaona magari ya ajabu, malori makubwa, matrela, bodaboda ambazo hajaiona za hali ya ajabu, manyumba marefu. Kufika shuleni, wanafunzi ni wageni, walimu ni wageni, madarasa mageni, gari za kubeba wanafunzi pia ni geni. Akawa amehifadhi hizo picha zote katika ubongo wake. Akirudi nyumbani akaona manyumba mengine pia, ikawa magari mengine, pikipiki zingine. Sasa mambo yakawa ni mengi sana ambayo amehifadhi kwa ubongo, na anapofika nyumbani na kutafakari siku hiyo, anaona kweli ilikuwa ni siku ya kuchangamka sana, na anaona kweli ni siku ilikuwa kubwa na ndefu na mengi ameyaona. Siku ya pili ni hivyo, siku ya tatu ni hivyo, mambo ni mapya. Anapoenda darasa la pili, darasa mpya, wanafunzi wapya, walimu wapya, mambo ni mpya. Na ndivyo sasa anapokuwa shuleni, anaona kweli, anapofika pengine darasa la 4 la 5, anaona hii nimedumu kwa hii shule. Nimekaa miaka, kwa sababu ni mengi ameyaona, ni mengi amehifadhi. Anaona ni lini nitakapofika sasa kidato cha kwanza, kwa sababu nimekawia kweli katika hii shule. Wewe ulionaje ulipokuwa shuleni? Si ulikuwa watamani kutoka darasa la 8 uende kidato cha kwanza? Ulikuwa umeona umekaa miaka mingi, umedumu kule shuleni kwa sababu ya mambo mapya mengi ambayo uliyapitia. Sasa wacha tukuje kwa huyu mtu ambaye aliyekomaa, huyu mama, huyu baba. Hebu tuone maisha yake huaje. Asubuhi ndio huyo bafuni, kiamsha kinywa, ndio huyo ametoka ameelekea kazini. Njia ni ile yake ya kawaida, awe ana gari, awe ni gari ya kubeba wasafiri, ni ile njia, ni ile moja. Anapofika kazini, wenzake ni wale, ofisi ni ile, kazi ni ile. Njiani akirudi nyumbani, njia ni ile. Akifika nyumbani, pengine runinga kidogo, anakula, aenda bafuni, alala. Kesho anamkia vile, kesho kutwa vile. Mwaka huo ni hivyo. Anakaa, na baada ya miaka kadhaa anaambiwa ni wakati wa kustaafu. Anaambiwa, kampuni hii umetufanyia miaka 30 na tunakushukuru, sasa ni wakati wako wa kwenda kuretire. Anashangaa, miaka imeenda wapi? Yaani ni kana kwamba nimemaliza miaka 30 kwenye kazi hii. Mimi naona tu ni jana tu nimekuja kwenye kazi hii. Ni kwa sababu gani? Hakuna mageni. Maisha yake ilikuwa ni kwenda kurudi, kulala, kuamka. Hamna kipya, hamna picha amehifadhi. Na hivyo kwamba akitafakari ana picha chache sana. Kumbuka nimekuambia ubongo wako huhesabu muda si kwa miaka, bali kwa hifadhi ya picha kwa ubongo. Sasa amehifadhi chache sana, na anapotafakari anaona ni juzi tu ameingia kwenye kazi hiyo na imeisha hivyo. Ni hivyo huwa hivyo. Basi maisha huwa ni yale, na tunapoishi ndipo sasa uzeeni unaona ni kwamba uliishi muda mfupi sana. Na huwa ni kweli, manake ubongo wako unaona ni kweli ni muda mfupi, na ni kweli ni mfupi. Lakini sasa utafanyaje? Cha kupendeza ni kwamba
unaweza kuishi muda bora zaidi. Unajua wazungu husema do not just exist, live. Usikae kama jiwe, ishi. Na sasa uwe umeishi maisha ambao wazungu huita quality life, maisha yanayodhamani, maisha ya dhamani. Kwa itakuwaje? Ni kwamba unapotembea, tuseme umeenda pwani, umeona mambo maajabu ajabu, umeona bahari, umetembea sijui wapi, jioni waona ilikuwa siku yenye changamfu, na miaka yako yote utazidi kuona hizo picha ambazo utahifadhi. Kwa hivyo ukitaka maisha yako yawe bora, ni kwamba ukiweza badilisha kazi ni sawa, ukienda ishi mji mwingine ni sawa, ukabadilisha kuona mambo mageni, ubadilishe marafiki zako pia, uwe na marafiki zengi, marafiki wako wakuwe wengi, tembea uone dunia. Wakati una likizo yako, tembea ukaona mambo, na hivyo maisha yako akaweza kuishi maisha ya dhamana. Na hata mtu akakuketisha chini ya kwambia baba, hebu nipe maisha yako, utakuwa na hadithi mwafaka, hadithi nyingi ambazo ulizozirekodi katika ulihifadhi katika ubongo wako. Na hiyo ndio kuishi. Wala watu wengi huwa hawaishi, bali huwa tu ni kama jiwe, wako pale kila siku, wako inafika muda sasa hawaishi tena, manake wao wako pale pale, wamezaliwa pale, wamekaa pale, marafiki ni wale, majirani ni wale wale. Inakuwa sasa wewe hukuishi, wewe ulikaa tu kama jiwe. Lakini wewe mwenyewe waweza kata kauli ukaishi maisha ya dhamani kwa kufanya mambo kama hayo niliyokueleza, na mengine mengi ambayo yatafanya maisha yako kuwa upya. Rafiki yangu, mtazamaji, unapotafakari hayo, unapotafakari na kufanya maisha yako ya dhamana na kuwa marefu kiasi, usisahau kubonyeza kidude hicho cha like. Sisi kama Mind King, ndipo usikose kipindi chetu hata kimoja cha ajabu ambacho tutakuletea. Mimi nabaki wako Samik, nikikushukuru kwa kunisikiza. Nimesema asante sana, hadi tuonane katika kipindi kijacho. Asante sana, nakushukuru, asante sana, asante.